uko sawa kiasi gani mpaka leo, Jumapili ya kwanza au ya mwisho ya mwezi unaoisha na mpaka sasa? Kwa sababu nakaa kati ya watu wenye nini, na macho yangu yamemwona nani? Na hajasema ile tu kumwona, akagundua kwanza midomo yake ni chafu, na anakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Mdomo ni hatari sana. Sasa wewe umesema yapi tangu tulipokutana Jumapili ile ya mwisho wa mwezi wa ngapi? Wa kwanza, mpaka Jumapili ya mwisho wa mwezi wa pili? Mdomo wako umeukontrol kiasi gani? Umezungumza yapi? Tupilia mbali kutaka unachotaka, kwa sababu unachotaka unaweza usikipate kwa sababu ya ulivyo, lakini ukweli Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akakaribia malaika akiwa na kaa, akalitwaa kaa moja, akabidi kwanza achome mdomo. Inaitwa kutakaswa, kusafishwa. Lakini lazima ugundue uovu wako. Mungu haji kama kibaka kwa kusafishe bila wewe kujua shida yako iko wapi. Huyu shida yake alikuwa amejua, anasema mimi shida yangu ni mdomo mchafu, na ninakaa kati ya watu wenye midomo, sio miguu, sio mikono. Shida ilikuwa ni mdomo. Kuna watu wana midomo michafu kuanzia asubuhi, kazi yao ni kusema watumishi wa Mungu kama kwamba wamewaita wao. Unawakuta kwenye video hata wamekusanyika, wanaanza mmoja mmoja. Kama ni wa Katoro hapa wanaanza, kama ni wa Mwanza, kama ni wa